Unaambiwa ndani ya klabu ya Yanga kunaendelea na mkakati wa kuuza mastaa, na sasa star mwingine ambaye anapasua vichwa vya mabosi ni golikipa, yani huyu mlinda mlango nyota kabisa, screen protector Djigui Diarra. Huyu, taarifa za Diarra ni kwamba anahesabu za kutaka kuachana na klabu hiyo akishinikiza imuuze, lakini maombi yake yamewagawa mabosi wa juu wa klabu hiyo. Diarra bado ana mkataba na Yanga akiwa anaendelea kumfukuza kwa karibu kipa wa Simba Musa Kamara katika clean sheet za ligi kuu soka Tanzania bara, wakitofautiana moja tu, Kamara akiwa na clean sheet 16 huku Diarra yeye akiwa na clean sheet 15, huku timu hizo wanazocheza zikichuana katika mbio za ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara. Kuna makundi mawili yameibuka ndani ya klabu ya Yanga, hasa mabosi wa timu hiyo, ambao kuna kundi la kwanza linadai kipa huyo ambaye ameitumikia Yanga kwa misimu minne tangu walipotua Agosti 2021 akitokea Stade Malien ya nchini Mali aruhusiwe kuondoka ikipatikana timu ya kumnunua kwa fedha ndefu. Kundi hilo la kwanza linaamini kipa huyo ni kama anaendelea kushuka taratibu akiwa anapoteza morali ya kufanya kazi kwa nguvu. Hawa wanaona kama Diarra alipoteza tuzo msimu uliopita, lakini hata msimu huu hakuanza sawa sawa, labda huku mwishoni ndio ameamka, alisema bosi mmoja ndani ya timu hiyo. Kundi la pili ni lile linalopata wasiwasi kama endapo kipa huyo ataondoka watakuwa na mbadala wa maana kuziba nafasi yake. Wengine wanaona wasiwasi kwa kuwa bado hatujaonyeshwa mtu mwafaka ambaye kama tutamruhusu Diarra kuondoka, nani atachukua nafasi yake tukasema kweli huyu ni mtu mwafaka. Kwa hiyo bado hatujapata mwafaka. Hivyo ndivyo namna ambavyo mabosi wa klabu ya Yanga wanatofautiana kumhusu nyota Djigui Diarra, kwamba asalie katika timu hiyo au aweze kufungashiwa vilago. Sasa maoni ya wadau yamekuwa ni mengi sana kwa issue hii hapa inayomhusu mlinda mlango Djigui Diarra, kwamba asalie Yanga au aweze kusepa. Huyu anasema kwenye ligi akikutana na GSM Family team keeper anakuwa mzuri sana, mpelekee sasa kimataifa anafungwa. Mwingine anasema tatizo wala sio hilo, Diarra anakula potepote kwa makolo na Yanga. Sawa, huyu anasema hivyo, aondoke, ana mambo mengi siku hizi. Sawa. Mwingine anasema hatuna imani naye maana kashaonekana na kina try again. Noma sana. Mwingine anasema nani atamsajili sasa? Diarra kashawafanyia makubwa sana kwenye pichi, ni muda wa kuchukua hela na kuangalia pembeni. By the way, shabiki wa soka, kama ulikuwa unajiuliza sasa muda mrefu bila kupata majibu, Journeyman ndio akina nani kwenye mpira, tembelea ukurasa huu. Sawa bwana. Mwingine anasema wamwache Khomeini yupo. Sawa. Mwingine anasema sina imani naye. Mwingine anasema kipa kazeeka huyo na ana kitambi. Huyu mwingine anasema hawa wanatafuta kiki tu, hamna lolote. Huyu anasema kundi la kwanza lipo sahihi sana, ni watu wabishi tu ndio watapinga, ila only if hii taarifa ni genuine, kundi la kwanza lipo sahihi. Sawa. Huyu anasema anapewa thank you, tunamchukua Mnigeria wetu pale Singida. Okay? Huyu ndo anasema hivyo. Nikiangalia maoni mengine kwa haraka ni mengi sana, lakini lazima tuweze kufuatilia kile ambacho ni sahihi zaidi ili uweze kukisikiliza, mpenzi mtazamaji wa VOT Media. Mwingine anasema nani atamsajili babu huyo? Huyo anasema kipa na makengeza. Sawa. Okay? Bana, maoni ni mengi sana kuhusiana na story nzima kumhusu Djigui Diarra kuwagawa mabosi Yanga. Wengine wakisema abaki, wengine wakisema auzwe, kiwango chake kimeshuka. Nini maoni yako? Nione kwenye comment hapo chini, itakuwa swadakta sana. Hii ni VOT Sports, wakati wote tumechangamka. Mimi nitakuwa Mike Clayf, msema chochote.